Kama wewe ni YouTube creator, hii inaweza ikawa video muhimu zaidi utakayowahi kutazama. Watu wengi wanahangaika kupata viewers, kupata subscribers na pesa pia kujiongezea kipato. Lakini hawajui kuwa kuna setting 3 muhimu ambazo zinaweza kubadilisha na kupatia mwelekeo mpya kuhusiana na channel yako ya YouTube. Leo pamoja na mambo mengine nitakuelekeza hizo setting 3. Nikwambie tu usipuuze hizi setting ambazo creator wakubwa hawakwambii, lakini ndizo zitakazo kusaidia wewe kukua zaidi kwenye mtandao kama wengine. Pamoja na mambo mengine ambayo nitakuelekeza katika setting 3 muhimu, naomba nikuelekeze baadhi ya setting nyingine ambazo ni muhimu uweze kuzifahamu na kuzifanyia maboresho. Moja ya setting ambayo unapaswa kuifanya ni kuhakikisha kwamba kwenye YouTube channel yako kunaonekana kunakuwa na bana, lakini pia kunakuwa na logo ama picha yako kama ambavyo unaona kwenye channel kuna hii bana, lakini pia kuna hii logo yetu hapa. Lakini hizo ni settings za kwanza. Baada ya hapo, hakikisha kwenye channel yako unakuja hapo unafanya jina lifanane na channel yako. Mfano unaona kuna DJ Fursa, lakini hapa tumeandika @DJ Fursa. Kwa hiyo ni rahisi mtu kuweza kusearch moja kwa moja na akakupata. Setting ya kwanza, hakikisha una select nchi yako na lugha. Select nchi yako na lugha. Kwa utaanza kuselect hapa nchi yetu, na hapa content yetu labda hii inazalishwa labda Kenya ama Tanzania, basi select hapa Tanzania iko wapi? Hii hapa. Baada ya hapo tafadhali unaweza ukasave. Setting namba 2 ni hii hapa ambayo imeandikwa automatic dubbing. Hii ni moja ya setting muhimu ambayo kwa sasa hivi inakusaidia wewe content zako. Hata kama mimi hapa nazungumza sasa Kiswahili, content zangu zinaweza zikatazamwa na mtu aliyoko China, aliyoko Japan, aliyoko Ufaransa, aliyoko Marekani, aliyoko hata bara la Ulaya. Ni kwa sababu utakuwa umeenable hii tunasema na enable hii dubbing ambayo inaruhusu mtu anapoview kwenye content. Sasa hivi ukitazama YouTube, labda ukiwa unatumia simu, kuna wakati ambao unaona content zako labda umeandika kwa Kiswahili lakini zimegeuza maneno yako kwa Kiingereza, ama unatazama leo video labda ya tutorial fulani kutoka labda India, wameongea Kiindia lakini ukuta inazungumza Kiswahili ama inazungumza Kiingereza. Hii ni kwa sababu utakuwa umeruhusu hapa dubbing. Na hapa kwenye kuallow dubbing, hakikisha unaallow hapa lugha zote. Unaona, hii itakusaidia wewe kuhakikisha kwamba basi watu ambao wanatazama labda kutoka nchi nyingine yoyote ile wanaweza kasikiliza, wanaweza kafuatilia hiyo content yako moja kwa moja bila kuanza kufikiria aanze kujifunza Kiswahili, aanze kufanya nini. Basi wewe allow hapa automatic kwenye hii lugha, itakuwa sahihi kwako. Na hapa nenda kwenye review dubbing in all languages. Baada hapo tafadhali bofya save. Ukisha save hii hapa ambayo tulikuwa tunaangalia sasa kwenye swala zima la dubbing, nilikwambia kwamba kuna vitu vingapi? Vitatu ambavyo unapaswa kuvifahamu sasa au unapaswa kuzingatia kwenye account yako ya YouTube ili iendelee kuwafikia watu wengi. Setting ya 3 na ya mwisho kwa leo ni hii hapa ambayo tunasema lugha ambayo inatumika kwenye hiyo video. Mfano wewe labda unazalisha video nyingi ni za Kiswahili, basi njoo useti hapa kwenye video language. Seti hapa kwamba language yangu labda ni Kiswahili. Na kwa nini nitakwambia kwa nini labda tuna seti hapa lugha. Nenda kwenye Swahili. Hii hapa nitaselect Swahili. Tunafanya uselect lugha kwa sababu itamsaidia AI wa YouTube kutranslate ama kufanya dubbing ya hii lugha kutoka labda Kiswahili kwenda Kiingereza, kutoka Kiswahili kwenda Kifaransa, kutoka Kiswahili kwenda Kichina, kutoka Kiswahili kwenda Kiindian. Kwa hiyo hii itakusaidia wewe kuhakikisha kwamba content zako basi zinatoka kwenye lugha fulani kwenda kwenye lugha fulani. Hii ndio setting namba 3 ambayo ni muhimu uweze kuifahamu. Lakini kabla huja save, naomba nikwambie kitu kimoja. Wakati mtu anapotazama video mbalimbali katika channel yako, basi njoo ufanye mabadiliko hapa palipoandikwa show how many viewers like this video. Sometimes watu wakiona labda viewers wako wachache na nini, basi anaweza kimbia. Basi wewe weka tu hapo moja kwa moja, yeye asione, yeye akitazama basi anajiona labda ni mtu wa kwanza, kumbe labda tayari ishatazamwa na watu wengi zaidi. Hivi ndivyo unaweza kaamua kubadilisha channel yako na hii itawafikia watu wengi zaidi. Katika video hii tumeweza kuangalia setting 3 muhimu. Katika video zinazofuata nitaenda kuonesha setting nyingine muhimu zaidi
tafadhali endelea kubaki kwenye channel hii. Tutapatia tips chache unapata, na alafu unaenda kufanyia mazoezi. Ukishafanyia mazoezi ukiona inatoa output nzuri, basi unarudi tena kwenye channel yako kuweza kupata fursa zinginezo ambazo unaendelea kushare siku hadi siku.